Hizi siku za nyuma kumekuwa na uvumi wa kutisha kuhusu Iran na matumizi ya dolphin katika vita vya baharini. Tetesi zimedai kuwa dolphin wanaweza kufundishwa kubeba mabomu, kushambulia meli za kijeshi au hata kutumiwa kama silaha za kujitoa muhanga dhidi ya Marekani. Lakini je, hizi ni hadithi za propaganda za kivita au kuna ukweli fulani unaojificha chini ya maji ya bahari? Karibu katika dokumentari hii maalum ambapo tunaingia ndani ya siri za dolphin wa kijeshi, mafunzo yao, uwezo wao wa ajabu na ukweli kuhusu tetesi za kamikaze dolphins. Bahari imekuwa uwanja wa vita kwa karne nyingi, kutoka meli za maharamia hadi submarine za nyuklia. Lakini kuna siri moja ambayo watu wengi hawaijui. Katika baadhi ya maeneo ya kijeshi duniani, kuna askari ambao hawaongei, hawashiki bunduki, hawavai sare, lakini wamefundishwa kutafuta mabomu, kufuatilia adui na kulinda vituo vya kijeshi chini ya maji. Na cha kushangaza zaidi, askari hao si wanadamu, ni dolphin. Kwa miaka mingi, serikali mbalimbali zimekuwa zikitumia uwezo wa ajabu wa dolphin kwa shughuli za kijeshi. Lakini nyuma ya programu hizi kuna uvumi mzito. Tetesi za siri kuhusu dolphin waliofunzwa kubeba silaha, kushambulia maadui na hata kujitoa muhanga. Wengine waliwaita kamikaze dolphins. Na leo tunaingia ndani ya moja ya siri za ajabu zaidi za military duniani. Karibu kwenye documentary ya kamikaze dolphin. Kwa mtu wa kawaida, dolphin ni viumbe wa kuchekesha, wanaoonekana wapole, wenye akili, rafiki wa binadamu. Lakini kwa wataalamu wa military, dolphin ni biological weapon ya asili. Dolphin wana uwezo ambao wanadamu wengi hawawezi kuelewa kikamilifu. Ndani ya maji yenye giza kabisa, ambapo diver anaweza kushindwa kuona hata mkono wake mwenyewe, dolphin anaweza kutambua kitu kidogo sana umbali wa mamia ya mamita. Wanatumia mfumo unaoitwa echolocation. Mfumo huo hutuma mawimbi ya sauti ndani ya maji. Mawimbi hayo yanaporudi, dolphin hutengeneza picha kamili ndani ya akili yake. Kuna lugha rahisi. Dolphin anaweza kuona kwa kutumia sauti. Na hapa ndipo military ilipoona opportunity. Katika miaka ya vita ya baridi, Marekani na Soviet Union walikuwa wakitafuta kila aina ya advantage. Na swali kawa, kama dolphin anaweza kugundua mabomu kwa haraka kuliko diver, kwa nini tusimtumie vitani? Miaka ya 1960, dunia ilikuwa kwenye kipindi cha Cold War. Marekani na Soviet Union walikuwa wanashindana kila kitu: anga za juu, nyuklia, teknolojia na ujasusi ama upelelezi. Lakini chini ya bahari kulikuwa na vita nyingine ya siri. Jeshi la Marekani lilianza programu maalum ya siri. Programu hiyo ilijulikana kama US Navy Marine Mama Program. Katika vituo vya kijeshi vya San Diego, wataalamu walianza kuwafundisha dolphin kazi za kijeshi. Na kazi zao zilikuwa nyingi: kutafuta underwater mines, kugundua enemy divers, kulinda poti za kijeshi na kutafuta vifaa vilivyopotea baharini, kufuatilia movement za submarines. Na kadri muda ulivyopita, jeshi ligundua kuwa dolphin walikuwa bora kuliko baadhi ya machine. Lakini unawezaje kumfundisha dolphin kuwa askari? Majibu yake yalikuwa combination ya sayansi, psychology na discipline. Training nyingi zilikuwa based kwenye reward system. Kila dolphin alipofanikiwa mission, alipewa samaki. Polepole, dolphin alianza kuelewa signals. Wakiblow whistle moja ilimaanisha geuka. Signal nyingine ilimaanisha tafuta target. Baadhi yao waliekewa hadi vifaa maalum kama underwater camera, locator devices na marker systems. Dolphin alipogundua bomu haku explode, badala yake aliweka marker ambayo divers wa military wangeifuata. Lakini kadri project hizi zilivyoendelea, uvumu ulianza kuongezeka. Wakati Marekani ikiendelea na project zake, Urusi pia ilikuwa kimya kimya ikifanya majaribio yake. Katika maeneo ya Crimea kulikuwa na taarifa kuhusu military dolphin facilities za Soviet. Lakini tofauti na Marekani, Russia ilikuwa na secrecy kali sana, na hapo ndipo conspiracy theories zilipoanza. Baadhi ya ripoti zilidai kuwa dolphin walikuwa wakifundishwa kushambulia enemy divers. Wengine walidai walifungwa vifaa vya explosives. Na hapo ndipo jina la kamikaze dolphins lilipoanza kusikika. Lakini je, ilikuwa kweli?
Hadi leo hakuna ushahidi wa wazi unaothibitisha kuwa dolphin walipelekwa rasmi kwenye suicide missions, lakini uvumi huo uliendelea kwa miaka mingi. Katika kipindi cha Cold War, propaganda ilikuwa silaha kubwa, na wakati mwingine fear ilikuwa muhimu kuliko ukweli. Fikiria hili. Enemy diver yupo ndani ya maji yenye giza. Ghafla anaona kivuli kikubwa kinakuja kwa kasi. Je, ni shark, submarine au dolphin aliyefundishwa kuua? Baadhi ya ripoti zilidai kuwa dolphin waliwekewa sindano maalum kwenye pua zao ili kuwashambulia divers, lakini ripoti nyingi hazikuwahi kuthibitisha ukweli official. Na hapa ndipo mstari kati ya ukweli na conspiracy ulipoanza kufifia. Ingawa conspiracy nyingi hazijathibitishwa, matumizi ya dolphin kwenye military ni jambo la kawaida kabisa. Katika vita vya Persian Gulf, dolphin walitumika kugundua underwater mines ambazo zingeweza kuharibu meli kubwa za kijeshi. Na hadi leo baadhi ya military expert wanaamini kuwa dolphin bado wanatumika kulinda naval bases. Lakini kuna swali kubwa ambalo linaendelea kugawa dunia. Je, ni sawa kutumia animals kwenye vita? Dolphin ni viumbe wenye akili kubwa sana. Wana emotions, wanacheza, wanawasiliana, na baadhi ya scientists wanaamini wana self-awareness. Kwa hiyo, je, walikuwa soldiers au victim? Animal rights group wamekuwa wakikosoa programu hizi kwa miaka mingi. Bahari bado imejaa siri, na chini ya mawimbi kuna vita ambavyo watu wengi hawajawahi kuona. Lakini labda sehemu ya kutisha zaidi si technology, bali jinsi binadamu alivyo tayari kutumia kila kiumbe kwa ajili ya vita. Na huku dunia ikiendelea kutengeneza AI, submarines na underwater drone, swali linabaki, je, zama za dolphin askari zimeisha au bado kuna baadhi yao wanaoogelea kimya kimya chini ya bahari wakifanya missions ambazo hatutawahi kujua? Kama umeenjoy documentary hii, subscribe kwa story zaidi za siri za military, technology na mysteries za dunia, na komenti hapo chini. Je, unaamini kamikaze dolphins waliwahi kuwepo? Ni kweli au ni story tu za mitandao?